Viongozi wa Ufaransa, Ujerumani, Uingereza na Poland wametoa tamko kali wakimtaka rais wa Urusi Vladimir Putin kukubali kusitisha mapigano kwa siku 30 kuanzia Jumatatu Mei 12 au akabiliwe na vikwazo vipya na vikubwa kutoka mataifa ya magharibi. Wakiwa pamoja na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jijini Kiev, Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer na waziri mkuu wa Poland Donald Tusk walisema usitishaji huo lazima uheshimiwe ardhini, baharini na angani. Tamko hilo linaungwa mkono kikamilifu na ikulu ya Marekani, ambapo Rais Donald Trump alishiriki mazungumzo kwa njia ya simu na viongozi hao akiwa Washington. Zelensky alithibitisha, "Tunataka usitishaji huu kutoka Urusi kwa pamoja na tunajua Marekani iko nasi." Viongozi hao waliwasili kwa treni mapema Jumamosi na walipokelewa na maafisa wa juu wa Ukraine. Kituo chao cha kwanza kilikuwa uwanja wa Uhuru Independence Square, ambako walitoa heshima kwa mashujaa waliopoteza maisha ya vitani. Kisha walifanya kikao cha zaidi ya saa 3 katika kasri la Mariinsky kabla ya kuzungumza na Rais Trump kwa njia ya simu. Kwa miezi miwili sasa, Ukraine imekuwa ikitaka usitishaji mapigano kwa siku 30, msimamo ambao sasa unaungwa mkono na Marekani. Kupitia Truth Social, Trump aliandika, "Ikiwa usitishaji huu hautaheshimiwa, Marekani na washirika wake wataongeza vikwazo." Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov ameambia CNN kuwa Urusi haitishwi kwa urahisi na kuongeza kuwa bado kuna maswali mengi kuhusu pendekezo hilo. Alidokeza kuwa mojawapo ya masharti ya Urusi ni kusitishwa kwa usafirishaji wa silaha kutoka Marekani na Ulaya kwenda Ukraine. Putin amekuwa akisisitiza kuwa upanuzi wa NATO kuelekea mashariki ni chanzo kikuu cha mzozo huu. Ingawa Urusi imetangaza usitishaji wa mapigano kwa muda mfupi kama ule wa saa 72 uliolingana na siku ya ushindi, yani Victory Day, wanajeshi wa Ukraine waliambia CNN kuwa Urusi ilianza tena mashambulizi dakika chache tu baada ya muda huo kuanza rasmi. Kutekeleza usitishaji huu kutahitaji mifumo ya ufuatiliaji kwa kutumia satellite na mawasiliano kwa haraka, huku zikiwa zimesalia saa 36 pekee hadi muda wa kuanza. Rais Macron alisema kuwa usitishaji huo ukifanikiwa unaweza kufungua mlango wa mazungumzo ya amani haraka, lakini Zelensky alionya kuwa jaribio lolote la Urusi kuweka masharti ni dalili ya nia ya kuchelewesha amani na kuendeleza vita. Wakati huo huo, ubalozi wa Marekani mjini Kiev umetangaza tahadhari ukisema una taarifa za kiintelijensia kuhusu uwezekano wa shambulio kubwa la anga katika siku chache zijazo, ishara kuwa usitishaji huo unaweza kuwa mgumu kutekelezwa. Wateja wako watarajiwa wanaangalia video hii. Kama biashara yako ingeonekana pamoja na unachokiangalia sasa, wengi wangegeuka kuwa wateja wako wapya. Tuandikie sasa info@snstz.com au WhatsApp pekee 0659 250 389. Tuifikishe biashara yako kwa wana SNS.